kumaanisha moja, mandorogosi, mbili, unajua kuvuka wapi katika nguvu zote. Adui alikuwa akishambulia uzao wetu kama vijana, na ndio maana adui anajaribu kutuua. Ni nini? Hataki tusonge mbele kiuchumi, hataki tusonge mbele kimafanikio, hataki tusonge mbele hata kifamilia. Na ndio maana utakuta hata ndoa za vijana hizo zinavunjika mapema. Na natamani kuachilia damu ya Yesu kwenye hivyo viungo, kwenye hayo maeneo yanayowakilisha uzazi, ili huo uzazi atuzungumze kwa habari ya kuzaa watoto. Unatakiwa hata kwenye maisha uzae uongezeke. Kama ni biashara iongezeke, kama ni elimu uongezeke kielimu, kama ni kumjua Mungu ongezeke kwenye kumjua Mungu. Ndio mfano wangu mmoja ndio mwingine weka nilipokuambia. Damu ya Yesu kwenye hicho kitovu ambacho ulipoweka mkono kimeanza kuvuta ndani, hilo pepo lililokaa linaloleta hayo maumivu ninaliamuru likuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema Bwana Yesu. Sisikii sauti yako, paza sauti, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninaita damu yako ya agano, ninaita damu yako ya agano kuingia kwenye tumbo langu, wanaume kwenye kiuno changu, kila chochote kinachozuia nisiongezeke kielimu, kiuchumi, kijamii, kinachozuia nisizae na kuongezeka, ninakiamuru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kiniachie. Ninahesabu mpaka 3, utaita damu ya Yesu kwenye kumaanisha kwenye hicho kiuno. Uchungu uliokaa ndani yako, kila aina ya uchungu, kila aina ya uchungu, kila aina ya uchungu, kila aina ya uchungu, kila aina ya uchungu. Ninaingia damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya kila nafsi na kila mwili uliosimama mbele ya madhabahu yako. Kuna mahali yamekwama, kuna mahali yamekwamishwa, wengine wamekwamishwa na asili zao,
inaita damu ya Yesu